mchezaji mwingine yoyote mwenye changamoto ya kiafya ama injury. Kwa tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu na tunaomba wachezaji wetu wote wabaki katika afya njema hivyo hivyo, kwa sababu tuna kazi kubwa kwenda kufanya tarehe 19 kule nchini Burundi. Sawa, tumeona pia taarifa ya shirikisho la mpira wa miguu Tanzania kwa maana ya TFF kwamba uwanja wa Liti umefungiwa licha ya kuwa haujachezewa mchezo wote wa ligi. Ni taarifa ambayo hata sisi tumeiona pia. Tukiwa safarini jana tuliona hiyo taarifa, na of course ukitazama uwanja wa Liti haukuwa kwenye hali nzuri kweli. Na kutokana na Singida ni changamoto pia za kimazingira, mabadiliko ya tabia nchi, ukanda ule ukanda ambao ni nusu jangwa. Kwa hiyo dhoruba kama hizi huwa zinatokea, na ule ni uwanja wa nyasi asilia. Kwa matunzo yake kwenye nyakati kama hizi tutaweza tukawaelewa wenzetu wa CCM ambao ndio wamiliki wa uwanja namna ambavyo wanapitia changamoto ya kutunza uwanja ule katika kipindi cha hali ya hewa kama hii. Kwa hatuna shaka CCM watafanya kazi kubwa kuhakikisha wanarudisha uwanja kwenye hadhi yake na utatumika. Si mara ya kwanza inatokea hivyo, si tumeshafahamu na tunajua ni kipindi cha mpito tu, uwanja utarudi kwenye hali yake na tutakuwa na option pia ya kutumia. Lakini sisi kama timu focus yetu kubwa ni kuhakikisha tunatumia uwanja wetu mpya, uwanja wa Airtel ambao tunaumiliki kwa 100% kwa ajili ya mechi zetu za nyumbani msimu huu. Hayo ndio malengo ambayo tuko nayo, na kila kitu kinafanyika kuhakikisha kwamba jambo hilo linatimia pale tutakaporejea kwenye ligi na mechi zetu za nyumbani. Basi tuweze kutumia uwanja wetu kwa mara ya kwanza kwenye mechi za mashindano, tukicheza katika ardhi yetu na uwanja ambao tunaumiliki wenyewe. Lakini haina maana kwamba uwanja wa CCM Liti ndio bye bye 100%. Bado huko mbeleni tunaamini tunaweza tunahitaji kutumia pia kwa baadhi ya mechi, na tutakuwa na option mbili, uwanja wetu wa Airtel lakini pia uwanja wa CCM Liti, kwa maana mahusiano yetu na CCM bado ni mazuri na wamekuwa kitusaidia sana kipindi cha nyuma kutumia uwanja huo kwenye mechi zetu za nyumbani. Na ndio maana hata ilipotokea taarifa ya kufungiwa, kila mtu anauliza Singida itakuwaje na ndio uwanja wenu wa nyumbani. Tumeshafanana nao. Umeshaonekana ni uwanja ambao tunautumia kwa 100%. Hadi sasa hivi ni watoe hofu mashabiki wa Singida Black Stars, kila kinachofanyika kinafanyika kwa kasi kubwa kuhakikisha kwamba tunakuwa tuna eneo letu la kujidai, na tulizingatia pia mabadiliko ya hali ya hewa. Ndio maana tukajenga uwanja ambao unaweza kuhimili changamoto za hali ya hewa za aina yote. Sawa, semaji vizuri huko baadaye hayo, lakini kubwa tumepokea taarifa na tunaamini sisi mnaifanyia kazi. Sawa. Semaji, Airtel Stadium ni kama uwanja wenu, lakini tumeona ukiwa unafungiwa mara kwa mara, na wewe umesema ni kama uwanja wenu, mnafili kama ni wa kwenu. Siku zote kwenye maisha ya kawaida tunaamini kuwa mtu anapokuwa anakitumia kitu fulani ni jukumu lake kukilinda ama kukifanyia marekebisho kama kinaonekana kina hitilafu. Vipi kwa upande wenu, ni kama vile mmewaachia CCM wa kufanya marekebisho kuliko nyinyi ambao mnautumia? Kwa nini msishirikiane kufanyia marekebisho basi, ili unapoanza msimu tusisikie tena Liti inafungiwa? Kwanza ni kurekebisha, so uwanja wa Airtel ni uwanja wa CCM. Nazungumzia Liti. Sawa. No, uwanja wa CCM Liti ni uwanja unaomilikiwa na CCM kwa 100%. Ndio. Na sisi ni wapangaji. Tumekuwa wapangaji kwenye uwanja huo. Mpangaji haruhusiwi kurekebisha chochote. Kwa hiyo ni masuala ya makubaliano sasa hapa. Kwa sababu ukishakuwa mpangaji unalipa. Ndio. Unalipia. Ukilipia zile gharama ambazo unalipa, unaenda kutumia uwanja. Sasa kama mpangaji lakini haina maana kwamba kama timu hatukuwa tunahusika nao. Of course tumekuwa tukihudumia sana. Hata baadhi ya watendaji wa uwanjani pale tumekuwa tukiwalipa, lakini pia kufuatilia maendeleo ya uwanja. Na ndio maana najaribu kuzungumza bila kuonesha kwamba ni uwanja ambao sisi ndio tuna majukumu nao 100%. Sahihi. Bado tuwape heshima CCM kwa sababu ndio wenye uwanja wao, na tunashirikiana nao kwa karibu sana kuhakikisha kwamba uwanja utarejea katika hali 100%. Ni lugha tu imetumika kuonyesha heshima kwa wamiliki wa uwanja, lakini wote tunafanya kazi kuhakikisha kwamba tunarudisha uwanja katika hali ya matumizi tena. Na si kosa la CCM wala si kosa la Singida Black Stars. Kosa la nani? Ni mabadiliko ya tabia nchi kwa ukanda ule. Wale ambao wanatokea maeneo ya Shinyanga, Singida, Dodoma wananielewa. Haya ni maeneo ambayo yana changamoto pia ya hali ya ujangwa. Kwa kipindi kama hiki
inapopiga kiangazi kikali hata ufanye nini, panakuwa kidogo pana ugumu wake. Hata sababu ambazo zipo nje ya uwezo wenu. Ukanda huu wote viwanja vimefungiwa sana. Unadhani Tabora pale walikuwa hawahudumii uwanja? Wanahudumia, lakini hali ya hewa huwezi kushindana nayo. Kwa kuna muda changamoto kama hizi zinajitokeza, na kama nilivyosema si mara ya kwanza. Kwa hiyo tunafahamu nyakati kama hizi zinakuwa zina ugumu kiasi gani, na hatuna shaka ni kipindi cha mpito, ndani ya mwezi mmoja hivi kila kitu kitakaa sawa na uwanja utarejea katika hali yake. Sawa. Mohamed hapa ana swali, anataka kukuswalika. Bwana Hussein Masanza, kwema? Kwema, mambo vipi? Safi kabisa. Mimi na maswali mawili hapa. Swali la kwanza, ikiwa watu wengi wanaamini Clatous Chota Chama na Khalid Aucho uwezo wao pengine umefika ukomo, nyinyi mliona haja kwa sajili wachezaji hawa na moja kwa moja anafanya vizuri katika kikosi chenu, pengine unaweza kutuambia kocha Miguel Gamondi alikiongeza nini hasa kwa wachezaji hawa mpaka sasa hivi wanaonekana wako na ubora wa hali ya juu na hiki ambacho nakionyesha na kuibeba timu katika kiwango hiki? Swali la pili, bado hamjaweka wazi malengo yenu kimataifa. Nyinyi kama Singida Black Stars, malengo yenu ni kufika hatua gani hasa? Kufika hatua ya makundi pekee au robo finali au kufika mbali zaidi? Okay. Sisi tunapofanya usajili hatufanya usajili kwa mihemko. Tunafanya usajili kwa research na kujiridhisha baada ya kufanya tathmini ya kiufundi. Na ndio maana Singida Black Stars kwenye eneo la usajili hakujawahi kufeli. Watu wanajiuliza Singida Black Stars inawezaje kufanya usajili na ukatulipa? Kwa sababu tunafanya tathmini, tuna wataalamu ambao wanajua wanachokifanya. Hatufanyi usajili kwa mihemko na propaganda za mitandaoni. Kwamba mchezaji akiongelewa vibaya mtandaoni basi ndio hafai kweli. Sisi tunajua ubora wa Clatous Chota Chama, tunajua ubora wa Khalid Aucho, na tulijua wanakuja kutusaidia namna gani kwenye timu yetu. Kwa hiyo tulijiridhisha, ndio maana tukaingia nao kufanya nao mkataba. Lakini hali kadhalika Miguel Gamondi kama kocha anafahamu, ameshafanya nao kazi huko nyuma, anajua ubora wao, na hivyo hata pendekezo kwa namna moja ama nyingine haikuwa ngumu sana, kwa sababu tayari ni kocha alikuwa anawafahamu na aliona faraja kwamba tukiwaletea wachezaji wa namna hii anaweza kuwatumia vizuri na wakatupa kile ambacho tunakipata, na ndicho kinachotokea. Kwa hiyo si swala la Gamondi ameongeza nini, ni swala la wachezaji wenyewe wana quality ya hali ya juu. Ni utovu hata wa nidhamu kuanza kudiscuss ubora wa Clatous Chota Chama. Ubora wake unajieleza na haujawahi kutetereka hata siku moja. Khalid Aucho hali kadhalika. Huwezi kukaa unaanza kumtetea kwa maneno mengi. Yeye mwenyewe anajitetea kwenye uwanja wa mapambano. Kwa ni wachezaji wenye level ya hali ya juu ya ubora, na sisi tulijua ubora wao, ndio maana tumewahitaji na wanakuja kufanyia kazi yetu vizuri. Kuhusiana na malengo yetu tulishaweka wazi na tunaweza tukarejea tena. Tunaenda kwa mwendo wetu. Hatutaki hizo pressure za kutengeneza matarajio ambayo yatatufanya hata tukipata mafanikio yaonekane sio mafanikio. Hivi leo hii Singida ikisema kwenye michuano ya kombe la shirikisho Afrika tunataka tufike finali, tukiishia robo tutaonekana tumefeli. Sisi bado ni timu ngeni kwenye mashindano haya, na ndio tunashiriki hivyo kwa kujaribu kutengeneza uzoefu, kupata pia na ile ladha ya kushiriki kama timu. Bado mapema. Kwa malengo yetu si makubwa hivyo. Tumelenga kwanza hatua ya makundi, na inshallah tukifika hapo tunaweza malengo tukayaongeza zaidi, lakini kwa sasa focus yetu tukiingia makundi tunakuwa tumefanikiwa kwa 100%. Sawa, sisi tuwatakie kila la heri, si ndio Lakini semaji, hujaniambia sasa baada ya kupata hii taarifa kuhusu kiwanja, ni kiwanja gani sasa ambacho mtakitumia, au mtakaporejea tayari Airtel itakuwa sawa sawa? Focus yetu kubwa ni kwenye mchezo walioko mbele yetu, kwa sababu ni mchezo mgumu. Tarehe 19 si mbali, leo tarehe 16. Kwa hiyo tukimalizana na mechi hizo tayari najua idara nyingine ndani ya timu zinazoshughulika na masuala hayo zitakuwa zimeshapata ufumbuzi, zitaletea taarifa kwenye idara ya habari, nitawafahamisha nini kinafuata. Lakini kwa sasa hakuna taarifa mpya zaidi ya kusema kwamba tumepokea taarifa kutoka kwa bodi ya ligi. Na tukiwa na lolote huko baadaye, tukiwa na taarifa njema tutawapatia mashabiki wetu watafahamu. Airtel sasa hivi umefikia asilimia ngapi? Zaidi ya 99%. Hata mara ya mwisho tulivyokutana uliniambia hivyo. Hazijasogea? Naam, 99% tafsiri yake ni kwamba unajua uwanja haujengi tu alafu unaanza kucheza mechi. Uwanja unapitia mambo mengi sana. Kuna ukaguzi, kuna majaribio, kuna vitu vingi. Kwa tunaposema kwenye zaidi ya 90%, maana yake ni kwamba kila kitu kwa upande wa miundombinu kimeshakaa mahali pake. Kinachofuata sasa hivi ni kwenye kutest na kwenye kupata ruhusa kwa maana ya certificate ya ukaguzi
ili uweze kuanza kutumika. Ni jambo ambalo lipo kwenye mchakato. Likikamilika tutatoa taarifa yake ambayo imeshakamilika tayari. Sawa, sisi tukushukuru sana Bwana Hussein Masanza, semaji handsome, lakini pia semaji lenye kombe la mapema kabisa. Maneno mazuri sana haya. Chukuchuku anakusubiri kwa hamu. Unaanza kuharibu story. Bwana asante. Haya, shukrani sana. Hussein Masanza huyo.